Assalamu alaikum, mnajisikiaje, mnajionaje, mnajifeel mnajitarajaraje? Jamani, leo niko hapa nataka kuzungumza na nyinyi mahaswidi, wanawake vishingo viwatoka kuombea kwa uhasidi, kwa roho chafu, kwa nuksi zilowajamu, wataka kuwapakaza wenzenu, mijoka ya midimu. Nyoka ndimu hali lakini hataki na wenzake watunde ndimu wakale kwa mihogo. Tabia mbovu. Wanawake tabia kama za wabaniani. Sisi nakosa na Mungu nakosa na choma maiti yetu. Kama wewe huna, mwache mwenzako apate, mwenzako akipata na wewe ushapata. Lakini wapata kuna wanawake wengine wana uhasidi, wana nyongo. Yaani ile nyongo yao intushinda watu wengine wa kawaida. Nyongo lao yani sijui niwaambie la volcano. Yale maji ya volcano ya moto ndo nyongo yao ya choma. Mwanamke hasidi, mwanamke hataki kuambia kitu, mdomo wake mdomo tu wa kutosha, ushakuharibia maisha yote. Waelewa vipi? Mwanamke wamchukulia swahiba yako, swahiba, bui, shosti, darling, twini, sister. Wamtukua, wamkaribisha kwako ngwi. Twini hoyo, sister huyo, unkua wamonesha paka wanaume zako. Sijui huu ndo sponsor wangu wa kunilipia stima, huu ndo sponsor wangu wa kununulia vile viatu, wavijua vile viatu vashanga vya Costo. Huu ndo ule wanunuliaga, huyu ni ule wa kunifanyia sijui nini, huyu wa kunipeleka kutengeneza kucha kule kwa 500, kule kwa saluni yule mwingine. Wamfungukia twini wako, shosti wako, hoyo sister wako. Wamfungukia mambo yako ya ndani yote wamwagia. Kumbe twini hayasoma tu. Twini yasema hata hajui kutumia. Ingekuwa mimi hapo. Sijui ningefanyaje. Ningekuwa mimi hapo. Uhasidi umemjaa. Bibi wewe umtukue twini ukamuintroduce kwa masponsa wako. Ukamuintroduce kwa hao wahisani wako, sitoita wahisani. Ukamuintroduce huko kwa wahisani wako. Mwisho wa kuisha inkwa twini anapaka namba ya muhisani wako, kisa na maana. Twini wewe, sister wewe, mwambiana nini na muhisani wangu? Muna issue gani ya kudiskasi kubwa sana na muhisani wangu? Message twi tukienda sijui wapi, ushapiga picha wewe ndo wa kwanza kumtumia muhisani wangu. Siku hizi muhisani amkuwa ni boys wetu. Kuna boys. Bibi wewe, muhisani wako unapojua wapata riski yako, kuangalia pengine viwana haramu vako, vijitu vako va nyumbani, unapojua wapata riski yako, chungana napo sana. Maswahiba, hakuna maswahiba siku hizi. Hakuna maswahiba siku hizi, kitambo mambo ni yale. Maswahiba ni wale. Ati inkua sasa swahiba huyo sister twini ana namba ya sponsor. Tukipiga kumbu, tukiingia supermarket, inkua sasa swahiba ndo communicate na sponsor, mtumie picha. Tumfika hapa. Wewe mwanamke wewe wajua kwenda kupanulia sponsor miguu. Huelewi mambo hayo, uweke boundary na twini wako na sponsor wako, huelewi. Hata boyfire pia weka boundary. Utwini huo kwio. Twini leo hii ankuona wewe undipiwa nyumba, yeye pengine ndo mwanzo kuanza maisha. Linamkera, linamuuma, atalipiwaje nyumba? Ili iweje? Twini ankuja ankuharibia. Kisha twini yule. Unajua maswahiba sana unaona mtu kama mimi sina maswahiba siku hizi. Maswahiba tutakutana once in a while, lakini hati maswahiba kila siku kuja kukeliana ndani ya nyumba, no more, tunarudishana nyuma. Ukiangalia mimi nitafanya vitu kwa wakati wangu, lakini swahiba akiwa pale ndani ya nyumba, twende huku, twende kule, turudi, tushute, tunye. Ukiwa peke yako mwanadamu, budget vizuri, wa focus na maisha yako vizuri. Lakini wewe bikikongwe
unkazana na twini, uendapo kuna twini, uenda huyo twini ndo atakayekubomolea maisha yako. Huyo twini ndo washia moto maisha yako, uyaone yale yaenda yapita yarudi. Hao maswahiba ni wabaya, maswahiba ni wabaya. Usisikie, usione ati hawa wasichana hapa wapiga picha wako pamoja, sijui my twin, my sister, my long term friend. Warongo. Yapo mengi wanafanyiana, hawezi kuambia, lakini yapo mengi wanafanyiana ambayo si sawa. Mwenzako akikutukua akiishi na wewe ama akikutukulia kibinadamu, na wewe mfanyie ubinadamu, mfanyie wema. Wewe ndio wa kwanza wataka kumdidimiza. Tutamuona ajisikia sana, ajisikia kwa lipi? Ajisikia kwa lipi? Na wewe fanya bidii maisha yako yafike pale alipo yeye, na wewe ujisikie. Lakini wewe waona mkimharibia huyu kwa sponsor, huyo swahiba ndo atakayekutukua mkafanye mengine maovu. Kisha huyo swahiba ndo atakayekuja mwambie mhisani wako, kama ni mumeo, kama ni boyfriend, huyo swahiba ndo atakuja kuyabwaga, ili mradi nini? Apavunje. Kiakilini mwake huwa afikiria akivunja huku atapata kuingia ye. Hajui riski ya mtu ni riski ya mtu. Pengine cha yule mtu kimeandikwa haya, kula Sabrina tu. Wewe mwafulani unkuja umvunda, umvuruga, umsorogoa. Waona utapewa ninavyopewa mimi? Ama waona utawekwa ninavyowekwa mimi? Utangoja. Pengine muhisani hoyo miaka yote hakuweka mtu. Miaka yote yeye hit and run. Lakini sasa kwa kila mtu maswahiba, muhisani ndo huyu. Maona atarudi atatulia? Hatulii. Ukishamtia maneno, ukishavuruga, ndo yenda mbele kwa mbele riski. Kama si yako, hata utie mafuta, hata utie patroli, kama riski si yako dada, tuliza, ngojea yako. Mimi nashangaa sana mtu akuchukulia fresh, mtu akuchukulia rafiki, shosti, twini, lakini ukiniona ninavaa kipuli kizuri cha kukera. Kwa nini amvaa kipuli kizuri? Bali vipuli pengine vya shilingi 60. Upo. Wewe vako vya dhahabu vya Sonarabuda, lakini havikutoshi. Hichi cha Sabrina cha shilingi 60 ndio cha kutoa roho. Kisha ubaya zaidi, mimi panaponikera, panaponitukutua, ni pale kwamba mtu waje wajitekesha, lakini roho ya muuma wajitekesha. Akuonesha hata mimi ninanunua vipuli kwa Sonarabuda, mmenunua 20,000. Hivi vangu mva hapo barabarani town hapo Nairobi shilingi 60 vilikuwa vimwagwa. Ajitekesha lakini linamkera, mbona mvavake vizuri? Vangu va shilingi 60 vizuri, kanunue na wewe va shilingi 60, unaweza kununua va 20,000. Mimi siwezi, lakini vangu va kidogo va kukera, va kuwasha. Mkimwona mtu amekaa kwenye nyumba, pengine ametulia, hana story na mtu, imekuwa siku hizi wajisikia, siku hizi amkuwa na dharau. Nadharau kitambo. Mimi sikuanza jana wala juzi dharau zangu za miaka na mikaka. Wanidai, kama wanidai nipigie simu, kama wewe nitimiza mafuliza nipigie simu. Kama hatudaiani mimi na wewe tuatekea nani? Tuabembeleza nani? Unalipi kubwa waniletealo? Swahiba, mimi maswahiba visirani sina haja nao kabisa. Swahiba akutekea time ya raha, ndo mwambie ninaishiwa na token, mtumie na mimi utasikia twini, sister, nani. Kwio mimi na wakati huu nikakosa za token, siombi mtu, mmekoma. Nishawahi kudatwa, mmekoma. Nikiwa na shida zangu mwenyewe nitawasha mshumaa, nitatuma na mshumaa shilingi 10 niwashe mpaka siku nitapata 100 ya token. Lakini ati sijui nani swahiba, basi atakuja tutasaidiana maisha. Hakuna kitu kama hicho. Mimi nishakijaribu sana kusaidiana maisha, kuanza maisha, kusaidiana mimi na mwenzangu. Mwisho kudidimizana.
kudidimizana. Maana ukiangalia mwanadamu, akili yangu si akili ya mwenzangu, akili ya mwenzangu si akili yangu. Pengine mwenzangu ataka kung'ara, pengine mwenzangu ataka kufanya hivi. Mimi mwenzenu nitakiani kila siku kuonekana mabarabarani kung'ara wako kuyo. Na nguvu hizo za kung'ara kila siku mimi sina. Wapata watu motive zenu ziko tofauti, focus zenu za maisha ziko tofauti, lakini mmebebana urafiki. Urafiki huo mwenda nao wapi? Peponi. Urafiki huo wakwenda peponi. Achana naye bwana. Rafiki kama wajua huyu mtu mimi siwezi kumpigia simu leo hii nikavundika guu, siwezi mpigia simu, atana naye bloki. Mimi sitaki ushoga siku hizi, na bloki. Tena nangojea watu waseme sijui nini. Na iangalia namba hivi vikipigwa. Si kwamba sina namba zenu, nazo namba. Namba za simu nazo. Niwapashi. Na iangalia hivi. Tena wao mwanipotezea muda, pengine wao mwenyewe na chat ama na browsing, na soma mambo ya kunielimisha. Sitaki umbea huo, umbea hauna pesa. Nipe ni umbea unambea dada, vava twende kuna mahali kwa kuganyizwa pesa leo. Umbea huo na utaka. Basi wewe mwenye kuganyiza pesa ni mtu fulani, nitashika simu. Lakini dada kuyo kila ukinipigia umbea, sijui nani alikwenda nani alifanya. Leo hii nikavunda yai la mtu hapo nje, ama mwanangu akavunda yai la mtu, nikakupigia simu. Swaiba vunda mayai ya watu crate hapa 350 tumie sina kitu. Basi boy, shosti ngojea, sijui ninampigia nani simu ninamwambia nani. No. If it doesn't benefit you, leave it alone. Leave it alone. Urafiki huo wa kazi gani? Mimi nashangaa watu wazima wana marafiki sijui best friends. Mimi na best friend wangu mbona tupigeni picha tukapost? Hatuna time hiyo. Sisi time yangu mimi na best friend wangu tukikaa, bibi wewe, pesa zapatikana vipi? Tuwafanya vipi hapa na hapa, tuwapiga vipi hapa na hapa? Ama tuwala nini watoto wetu leo, tuwalishe nini, tuwapeleke wapi watoto wetu? Lakini best kufuatana mbele nyuma kama kuku na wanawe. Kuna ni besti huo? Besti yako wewe akili zero kama wewe, mwasaidiana na kipi? Tafuta best friend. Watu waseme wewe ni chawa, wewe ni parasite, wapenda watu ambao wako juu. No. Deal na watu wako juu, angalia chenye wafanya, jifundishe, jifunze. Wewe zero. Wewe umtoka sijui tuseme mtoka wapi, Zariguta, Karinenere, Bundu, Dongo Kundu, mtoka wewe. Rafiki yako nao wote wanatoka Dongo Kundu. Mwasaidianaje hapa mjini? Mwafundishana kipi hapa mjini? Kama sio upumbavu wenu mliotoka na Dongo Kundu. Tafuta watu ambao wako na experience kimaisha. Sikuambia mtafute watu matajiri mtawapata nyinyi. Watu matajiri mtawapata nyinyi. No, tafuteni watu ambao wana experience, wana wisdom, wana kaujanja fulani ambao hata ukikana wao you grasp 1 2 3 things. Lakini sasa nyinyi mwenda kuzoana nyote wahoko Zariguta Mwahanga. Besti. Kwanza mjue kutia makope basi mjini, sisi hapa hatulali kwa ubesti wenu. Mitandao yetu hayapumziki, bando zetu mwatumalizia. Maana sisi nasi waambea tusione, tutataka kufungua tuangalie. Tutataka kufungua tuangalie ma status. Na siku hizi siangalie tena status, na hata umbea. Jamani, kazi zaja na mambo mingi. Ukiwa na shughuli za kufanya umbea utausahau. Mwaniona mimi mwenzenu hapa, ninausahau umbea. Mwisho sijui lini kuangalia status za watu siziangalie. Niziangalie ili ziweje. Hamuna hata ujanja, hamuna hata advice moja mnaowapa watu. Watu kuposti mimi, kuposti sijui nini, kuposti ushoga, kuposti viuno mkikatisha. Hakuna hata maarifa moja napata kwenye status zenu. Why I look udaku like that? Udaku Freemason. Udaku bullshit. Udaku trash. Udaku, angalia udaku ambao pia kidogo utasema kumbe. Kumbe naweza kupika keki bila mayai na bluebell.
angani najifunza kitu. Umbea wenu chapwa chapwa chapwa. Mwapelekana wapi? Tuwapelekana wapi? Tuwapelekana wapi? Oh, anazarau. Nazarau. Siku hizi nanya vidonge vya dhahabu. Shida iko wapi? Mwantakia nini? Ubesti ni huo. Ubesti leo kesho nakuona na mzee wangu. Mzee mwenyewe nikamtefute huko kwa udhi na ambari. Nikagogote, nisemee nipate mzee. Mzee nije nimwone na besti yangu kwa kuwa Uncle Boys. Wewe. Tena hata angalia. Mwanzo mimi usuhuba wa kishenzi mimi siupendi. Ati usuhuba sawa. Wajua kuna ile engagement, lakini pia heshima lazima. Ule ni sponsor wa mwenzako, either ni sponsor, ni boyfriend, ni bwana, haya atajua mwenyewe, as long as ni mwanamume wa mwenzako. Mwanamume wa twini wako mheshimu. Wewe ndio mko mwanzo, mkifanya kitu wa muupdate. Si mwate demu wake muupdate. Mtu mzima fisadi. Mwate demu wake muupdate, angawa we na content ya kuendelea mapenzi yawe moto. Sasa ukisha update wewe kila kitu, mimi na yeye tutazungumzani. Tutaambiana nini? Mimi na yeye tutakuwa kuangalia na sura. Itakuwa sina tena content ya kumpa. Mwache mwenzako wajivinjari, yeye amekuintroduce kwa mwisani wake. Mheshimu, iwe ni mwisani wa pesa, iwe ni mwisani wa jigijo, iwe ni mwisani wa nini, hayo atajua mwenyewe, lakini mwenzako amekuintroduce kwa mtu wake, heshima muhimu. Hata ile mazoea huwa si lazima. Kuna yale mazoea basi mkakaa mkapiga story, wajua, lakini kuna mazoea mengine excess granted. Mama yangu ririri. No, mazoea mingi no. Alafu wewe unkaa na maswahiba zako, mabui zako, mara chati na huyu mtu. Chati naye tusikii. Wampima mwanamume imani? Wawajua wawasikia. Ina maana unawasikia wanaume, si? Ati sasa unkwa wampa swaiba wako namba ya mwanamume wako, ati hebu mjaribu tuone atasema nini. Wapima wanaume imani akili zako nzuri. Unrogwa. Wasichana wengine mimi wanistaajabisha. Vitendo sampuli na marafiki zao. Mara haya, tukua simu yangu password sijui ngapi password 19823340. Wampa password yako mamako. Binadamu hatujatolewa nyongo. Mara sina credit, hebu mpigie bwanangu na hii namba, mpigie boyfriend na hii namba, mpigie sponsor na hii namba, nchelewa kuja hapa club kulipa bili, basi mpigie mimi sina credit. Si ndio shampa go ahead ile swaibaya. Kesho akikoma mahali bili haijalipwa, si ana uhuru wa kupiga. Uwe hauko. Ana uhuru wa kupiga madamu wewe ulimpa namba. Hauna credit. La kwanza mulijipasaje pale mahali ambapo hamjapalipa bili. La pili, ilikuwaje mkaenda mahali ambapo mwajua hata credit huna ya kulipiwa hiyo bili. Nyote nyinyi ni bloody fucking. Yaani watafuta maswahiba badala kuinuana, maswahiba ndo mwangushana. Maswahiba mahasidi na wakera ndani yao. Yaani kuna wengine. Maswahiba wengine. Yaani wao huyu Sabrina ni wamezoea wamone pale tu. Pale. Kwa kuwa wao they are better, they are sijui nini, they are bigger. Hayo ni yenu nyinyi. Mungu akishasema ashasema. Na kama mimi manyota ninayo kitambo. Kama mimi mtalia na mimi sana. Mtafanyaje? Mtalia sana, mtairamba. Kuna watu yani iko tu ndani yao. We have to be bigger than someone else. Mama wataka kuwa bigger. Tunkwenda mahali wataka kuonekana wewe ndio mdosi. Lipa. Mtanyamaza sikuulizi. Tunkwenda mahali sijui wataka kujifanya wewe ndio wajua kudensi, nembua mama. Mdosi mwewe utalipa bili. Kuna marafiki wengine wana tu, yani
hata mbele ya watu weza pata tungoenda mahali mbele ya watu pengine wanijua, waniheshimu. Sasa wataka kujitoa wewe mwanaharamu, utoe kidole chako juu uonekane kumbe the friend is even better than Sabrina. Sawa, tena mimi mjinga sana, mimi mpumbavu sana, lakini niko kwangu, yangu yananiendea, na ujinga wangu yangu yananiendea. Sebuse wewe ilhali wewe musione ati tumekaa kijinga, mwataka kutushushua. Me I am na wana wanne walipiwa school fees. Naanzaje mimi kushindana? Naanzaje kushindana? Hatuna same mindset, hatuna same focus za maisha. Why? Mbona nijidhalilishe mimi nikae na marafiki ambao hawajielewi? Marafiki that live for today. Mimi nimekuwa na marafiki wengi sana, wengine mpaka wa kutumia drugs, wa kufanya siezi. Kwa rafiki yangu avuta bangi na mimi mvute bangi, nikitaka kuvuta bangi nitalipiga kwa wakati wangu. Sio kwa sababu rafiki wafanya. Hapana, urafiki mwingine bullshit, trash, garbage, dispose. Unajua hata urafiki mwingine, ushawahi kuwa na watu wengine karibu yako, unajua na maisha hayaendelei. The minute you cut them off, maisha inasonga mbele. Marafiki wengine nuksi, achaneni nao. Unajua sisi wanawake, sisi wasichana sana we have that habit of holding on to a friendship. If the friendship doesn't benefit you anymore, achana nayo. Let it go. Let it go. Ajipange. Wewe umekaa kwenye tumbo la mamako peke yako miezi 9 ukuongea na mtu. Kwani ukikaa peke yako shida iko wapi? Kaa peke yako, meditate, jiulize maisha yangu yaenda wapi? Nafanya nini? Napoteza time. This friend of mine, yani hivi sasa mimi siwadanganyi, nikabwagika mimi sasa hivi. Kuna watu najua yani ni marafiki jina. That is called maturity. Being matured is when you know like sawa nitacheka naye basi for the sake of mimi nipate smile yangu ya 20 minutes per day. Unajua watu ambao tu smile 20 minutes per day. 20 minutes per day ku attain, unahitaji wanafiki sometimes ku attain ile 20 minutes per day. Kwa sababu huwezi jichekesha tu peke yako, utaonekana chizi. Kwa hivyo wale wanafiki tuwaeke mahali sisi pia tuweza kuwatumia kwa vitu kama hivyo for our own laughter, for our own laughter. Yani ushamjua huyu mtu ni mnafiki, mweke kipembe chake. Ushamjua huyu ni best yangu ambaye zanifanya kitu fulani, mweke kipembe chake. Si lazima ati kila siku mko pamoja basi best. Hai mimi siezi. Ubeste pole, slowly, not ubeste na nguvu na fujo, na kuharibiana na kumlet into too much into your life just because she's your friend. Kuna mabeste tunajuana nao miaka 15 iliyopita mpaka leo hii. Na sikudanganyi, mtu hata ukampigia simu you know, hamwezi saidiana, mnaambiana nini? Mimi na wewe hatuwezi saidiana. What are we telling each other? Why should we even talk to each other? You know, it doesn't make sense. Kwangu mimi siku hizi vitu vingi havi make sense. Na nataka mukae, the earlier you realize something like this. Mimi niko hapa nawaambia kwa sababu sitaki mufike miaka yangu ndio muanze kujua, ku acknowledge these things. I want you to start realizing right now kwamba if it's not good for you, cut it off bwana. Cut it off. Kitu muhimu wewe usiwahi kucut off ni Mungu wako peke yake. Mungu wako peke yako. Wengine sijui baba, sijui mjomba, shangazi, gara. Cut off. Bloody fucking. Wanakusaidia nini? Hakuna kitu wanakusaidia nayo. Rafiki, sijui twin, sister, sijui sister for who? Kwani mamako hakujua wewe utahitaji sister? Afanye kidogo bidii upate sister. Tuliza, fuata maisha yako. Mambo ya sister, ubeste, utwini,
Mimi nishaona watu wengi, mtu anapoteza maisha yake sababu ya marafiki, hata si maadui. Adui yako wewe hawezi pata access na maisha yako, akuharibie maisha yako. Adui wako, the worst he can do, atakuangalia na nje, sidelines. Lakini hawa ambao tuko nao in our circles, ndo watu wanakuja wanatuumiza maisha yetu, wanatuharibia maisha yetu. Tafakari sana mambo ya urafiki wa kinafiki, achana nao. Let it go. You don't need friends. Me, I don't need friends. Fuck that shit. Friend gani? What's the worst that can happen? Mimi nikikabila rafiki, nitakosa kula. Marafiki wanangu wameanza kesho, yani kesho school, wengine washaanza. Huyu yuenda kesho Tuesday. Marafiki wakwa. Kuna mtu ataniuliza, Sabrina, mwanao mmoja wacha kutumia hii 200 basi ununue soksi. Hakuna. So it doesn't make sense. Fuck it off. Mama yangu sijui ninazisema sawa. Fuck off. What bloody fucking in your life. Fuck them off. Don't tolerate bad people. Don't tolerate bad energy. Ushajua huyu ni mnafiki, wewe cheka tu naye, lakini na kando. Usimlete sana ndani ya maisha yako. Mweke kando. Bloody fucking. Marafiki wengine wanakaa tu wanaangalia huyu Sabrina, siku hizi amepost picha. Sabrina siku hizi imeenda photoshoot. I'm focusing. The time nilikuwa na urafiki na nyinyi, I didn't focus on myself. Sikuwa hata nafikiria nijipambe mimi nipige picha. But sasa I'm focusing on myself. Nitajipamba sana, nitapiga picha sana, nitafanya video sana, nitawachamba sana, nitawaosha sana mamae. Yangu ni hayo kwa leo. Unafiki achaneni nao. Mambo ya kuharibiana riski ikitoka kwa mwingine haiji kwako, wala hujawahi kuambiwa ukiharibu cha mwingine utakipata wewe. Hakuna statement kama hiyo mama. Hakuna. Wewe katafute kivyako, jipange kivyako, achana na ule mpumbavu ambaye yuwakuchukulia wewe best. Achana naye na maisha yake. Yangu ni hayo kwa leo. I love you guys so much. Subscribe ikikubamba sana, tunza kungwi hapo chini. Ukisikia share link, sambazia watu wote. I love you guys so much.